zitakuwa bayana siri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nishukue fursa hii ya kupata nafasi ya dakika chache kuzungumza na Waislamu. Muhadhara wetu ni mfupi lakini wenye maana kubwa. Mada ambayo ipo mbele yenu inasema sayansi ya kiroho iliyojificha kwenye kuwaombea dua waumini walioko makaburini. Sayansi ya kiroho iliyojificha kwenye kuwaombea dua waumini walioko makaburini. Ndugu zangu Waislamu, kwa nini mada hii imekuja wakati huu? Mada hii imekuja wakati huu kupitia utaratibu uliotukuka ulioanzishwa na Samahatu Mufti Diyar na Sheikh mkuu wa Tanzania Sheikh Abu Bakari bin Zubair bin Ali Mbwana rahimahullah wa yar'ahu. Ameanzisha utaratibu wa kuwaombea viongozi wakuu wa kidini, tukianzia na mamufti, mashekhe wa mikoa, mashekhe wa wilaya, mashekhe wa kata, maimamu wa misikiti, wanawazuoni, mashekhe wa miji. Kuna mashekhe si wa mikoa wala si wa wilaya, lakini kwa vile ilmu waliokuwa nayo wana nafasi kubwa ndani ya miji yetu, basi hao wote ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Mufti ameweka utaratibu wa kuwaombea dua wote, tunawakumbuka na wale tusiowakumbuka. Kwa maana hiyo ni dua ya kitaifa. Sasa kupitia dua hii tumeonelea kwamba ili jambo pia katika mkoa huu ambao ndio mkoa mkuu wa Tanzania na mji mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mkoa wa Dodoma, basi tuizungumze mada hii. Lakini pia Sheikh Mustafa Rajab Shaaban, Sheikh wa mkoa, yeye kwa nafasi yake hili ameshalizungumza na pia analielewa na atalitolea taarifa mbalimbali. Ndugu zangu Waislamu, tukianza na sayansi ya kiroho kwenye kuwaombea dua waumini walioko makaburini. Hunaka alaqatu al-insan al-hayy bil-hayy wa hunaka alaqatu al-insani al-hayy bil-mayyit. Tuna mahusiano ya aina mbili. Tuna mahusiano kati ya mwanadamu na mwanadamu waliokuwa hai, lakini tuna mahusiano kati ya mwanadamu aliyokuwa hai na mwanadamu aliyekuwa amekufa. Hii ni sayansi ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuwekea. Mahusiano haya aina mbili, mahusiano kati ya mwanadamu aliyekuwa hai na mwanadamu mwenzake anaendelea kuwa hai, lakini ufika mahala mmoja akaondoka, wenzetu wametangulia tuliokuwa nao na sisi tumebakia kuwa hai. Je, ile sayansi ya mahusiano, ile sayansi ya mashirikiano imekatika? Yule mzazi wako, yule ndugu yako, yule rafiki yako uliokuwa naye chanda na pete, mkikopeshana, mkiazimana, mkiombeana kheri wakati mkiwa hai, hivi anapoondoka mmoja wapo, yale mahusiano yanakuwa yamekatika au yanatakiwa kuendelea? Hili ni jambo ambalo baadhi yetu huwa tunakata mahusiano baada ya mmoja wetu anapotangulia mbele ya haki, kitu ambacho ukumbusho wa muhadhara huu wa leo unatutaka tusiwe hivyo, kwamba kuna mahusiano
ya mwanadamu na mwanadamu zake wakiwa hai, lakini mwanadamu na mwanadamu mwingine ambaye yuko kaburini, ile connection inatakiwa bado iendelee kuwepo kwa misingi aliyotupangia Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sahaba Ubada bin Samit radhiallahu anhu anatupa sayansi ya mahusiano ya kuombeana msamaha, ya kuombeana dua kwa ujumla wake na kwa mapana yake, pale ambapo amesema Ubada bin Samit radhiallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, nimemsikia mtume wa Mwenyezi Mungu, rehma za Mwenyezi Mungu juu yake na amani, yakul, anisema, man istaghfara lilmu'minina walmu'minat, mwenye kuwaombea msamaha waumini wanamume na waumini wanawake. Man istaghfara lilmu'minina walmu'minat, mwenye kuwaombea msamaha waumini wanamume na waumini wanawake. Kataba Allahu lahu, Mwenyezi Mungu anamwandikia yeye huyo anayefanya kazi hiyo ya kuwaombea msamaha waumini wanamume na waumini wanawake, bikulli mu'minin wa mu'mina hasana, Mwenyezi Mungu anamwandikia yeye kila muumini mmoja mwanamume na muumini mmoja mwanamke anayemwombea dua, basi yeye anamwandikia jema moja. Sallu ala Muhammad. Huyu ni Ubada bin Samit, anatupa mahusiano ya aina mbili ambayo yanaendelea. Sisi tuliokuwa hai tunaonana kwa macho, kwanza tuna jukumu la kuombeana msamaha, kuombeana msamaha sisi kwa sisi. Mimi nikamuomba Mwenyezi Mungu akusamehe na wewe ukamuomba Mwenyezi Mungu anisamehe. Yani hii ni ofa ambayo tunatakiwa kufanyiana, kama ile ofa ya kuombeana dua bila ya mimi kujua na mimi kukuombea dua wewe bila ya wewe kujua. Hili ni jambo ambalo la kimahusiano. Lakini si hivyo, pale ambapo mmoja wetu ametangulia mbele ya haki, hadithi hii pia inatupa umuhimu kwamba wewe unapomwombea msamaha aliyetangulia mbele ya haki, awe mmoja wawe mamilioni, basi na wewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuandikia jema moja. Wal hasanatu bi'ashri amthaliha, na jema moja ni kwa 10 malipo yake. Unayapata malipo haya kwa sababu ya kuwaombea dua wale waliotangulia mbele ya haki, kwa sababu ya kuwaombea msamaha waumini wenzako. Swali Mtume Muhammad. Na ndio maana unakuta kuna falsafa kubwa wakati Mheshimiwa Mufti anaanzisha utaratibu huu, kuwaombea mamufti, kuwaombea mashekhe wakubwa walioutumikia Uislamu ndani ya Tanzania. Wengi kidogo wakababaika, imekuwaje? Lakini kumbe alikuwa anaishi katika misingi ya Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hakuna jambo kubwa na jambo la msingi kama waumini wakawa wanaombeana dua, wakawa wanaombeana msamaha pale wanapokuwa hai, na pale mmoja anapokuwa ametangulia mbele ya haki, yule ndio anayetakiwa kuombewa msamaha sana, na si kukata mawasiliano yake. Kwa hivyo hii ni dalili ya kwanza ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuonesha namna gani tunavyotakiwa sisi kudumisha mahusiano ya kuombeana dua, sawa sawa tulikuwa hai au sawa sawa mmoja wetu ametangulia mbele ya haki. Al-Qur'an yuqawi al-alaqata fi al-intifa'i baina al-ahya'i wal-amwat. Qur'an inatia nguvu mahusiano ya kunufaika wale waliokuwa hai na kwa maiti. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatupa ile sayansi ya kiroho iliyojificha katika kuwaombea dua walioko makaburini, na kuonesha kwamba hili ni jambo la mahusiano ambayo yanatakiwa kuendelezwa usiku na mchana. Katika suratul Hashr aya ya 10 Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema,
walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka raufur rahim. Aya 10 katika suratul Hashr, Mwenyezi Mungu anasema walladhina ja'u min ba'dihim, na wale waliokuja baada ya muhajirina na ansar, baada ya watu wema waliopita. Ndio sisi tuliokuwepo hapa Masjidul Ghaddafi, ndio sisi waislamu wa Dodoma, ndio sisi waislamu wa Tanzania. Walladhina ja'u min ba'dihim, na wale waliokuja baada ya watu wema waliopita, sifa yao ni nini? Yaqulun, sallu ala Muhammad, yaqulun, wanasema. Na hapa pana Darul Maarif inayosimamiwa na Sheikh wa mkoa. Wanafunzi hawa wanasomeshwa. Yaqulun ni fi'lun mudhari'un mustamirun, continuous present tense, ni kitendo endelevu. Walladhina ja'u min ba'dihim yaqulun, na wale waliokuja baada ya watu wema, yaquluna, wanaendelea kusema. Yaquluna, wanaendelea kusema. Sallu ala Muhammad. Sisi tukifa wakija watu wengine yaquluna, hao wakifa wakija watu wengine yaquluna. Ona ile mahusiano kati ya waliokuwa hai na waliokuwa wamekufa hayakatiki. Hata wakija watu wakalazimisha kuyakata kwa kuokota baadhi ya vitu, kwamba mtu akishakufa amekwisha ya kwake, hapana. Wametuvunjia ibada kubwa sana. Mheshimiwa Mufti amekuja kuirudisha. Yaqulun, wanasema, wanaendelea kusema kitu gani? Rabbana, ewe Mola wetu, ighfir lana, tusamehe sisi tuliokuwa hai, wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, na uendelee kuwasamehe wale ndugu zetu waliotutangulia katika imani. Na ndicho ambacho anakifanya Samahatu Mufti, kwamba sisi tuliokuwa 2025 Mwenyezi Mungu tusamehe, lakini pia tuna na wenzetu waliotutangulia. Hii Dodoma sisi vitukuu tumeikuta. Kuna watu ambao wameufikisha Uislamu hapa Dodoma, kuna watu ambao wameutumikia Uislamu hapa Dodoma, na pengine hawakumbuki kamwe, hawana watu wa kuwaombea, na pengine wanao lakini wamekatazwa kwamba bana hawa waliotangulia hasiruhusa tena kuwaombea. Kila mtu kile alichoenda nacho kaburini kimtoshe, iko huku nyuma, hakuna salio lingine. Mungu anatufahamisha kwamba salio bado linaendelea. Sallu ala Muhammad. Salio la kuendelea kuwaombea wale ambao walioko makaburini mazala yastamiru, linaendelea. Kwa hiyo wanasema rabbana ighfir lana, Mola wetu tusamehe sisi, wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, na uwasamehe ndugu zetu waliotutangulia katika imani. Wala taj'al fi qulubina, na wala usifanye katika mioyo yetu ghillan. Na hii ndiyo ambayo iliyoingia ile sanadi, imekuwa munqati, ule mtiririko umekatika. Kwa sababu gani? Kuna kitu Mwenyezi Mungu ametutaka tujikinge nacho. Wala taj'al fi qulubina, na wala usifanye katika mioyo yetu ghillan, chuki, hasadan, mashonde, lilladhina amanu, kwa wale ambao walioamini. Leo ukimwona mtu mishipa ya shingo inamtoka, kuleta ushahidi wa kutumwombea dua aliyokuwa kaburini, kuleta ushahidi kwamba ati aliyoko kaburini ananufaika na dua ya aliyekuwa hai, huyo ndani ya moyo wake kuna kitu kinachoitwa ghil. Sallu ala Muhammad, ambacho sisi Mwenyezi Mungu katika dua hii anatutaka tujikinge nacho. Kikitufika hicho, hutomwombea dua babako mzazi, hutomwombea dua mama yako mzazi, na usipowaombea dua hao huwezi ukamwombea Muislamu unayeswali naye safu moja Masjidul Ghaddafi.
Ikiwa baba na mama huwezi ukawaombea dua kwa sababu unaamini wao wamekwenda na salio lao linawatosha, na hili la huku mimi nikiwapelekea halifiki, huwezi ukamwombea dua Muislamu mwenzako uliyoswali naye miaka mingi katika Masjidul Ghattaf. Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu rabbana innaka raufur rahim. Kwa hivyo hii ni aya ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anathibitisha istimrar ya kuwaombea dua wale ambao waliokuwa makaburini, wale waliokuwa makaburini, jinsi wanavyohitajia kwetu sisi. Leo watumishi wa serikali, makampuni ambao bado wako hai wanaendelea kuishi, tunaona namna gani kila siku wanamnyoshia mikono Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pensheni ndogo, pensheni ndogo, pensheni, na wapo hai, si kwamba wamekufa. Hawa walifanya kazi, lakini wanahitaji malipo na wao wakiwa hai ya pensheni ili waendelee kuishi. Vipi yule muumini ambaye tulikuwa naye hivi sasa yupo kaburini, anahitajia kiasi gani pensheni ya dua? Pensheni ya dua anahitajia kiasi gani? Na ndio maana Mheshimiwa Mufti amekuja na ofa hii. Mheshimiwa Mufti amekuja na hii ofa ya kuwaombea ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, ndugu zetu waliotangulia katika imani, wale mashekhe tunaowajua na tusiowajua, ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awezi kuwasamehe makosa yao. Ndugu zangu Waislamu, sayansi ya kiroho iliyojificha kwenye kuwaombea dua waumini walioko makaburini, iwapo sisi tukiamua kwamba hatuko tayari kuwaombea waliokuwa ndani ya makaburi, nini kitachotokea? Tukifika mahala sisi tukasema hatuko tayari sasa kuwaombea dua walioko makaburini, kinachotokea ni nini? Daurul ashjari fi an-naf'i 'ala al-amwat, nafasi ya miti, nafasi ya mazingira katika kuwanufaisha maiti. Sallu ala Muhammad. Yani sisi tukifika mahala tukapelekana mahakamani, maana hivi sasa mahakamani kuna kesi, wanakufa mahakimu, wanakufa majaji, wanakufa mashahidi, hukumu bado haijapatikana. Je, kuwasomea Qur'ani walioko makaburini thawabu zinawafika? Ziwafiki? Watu wako mahakamani, lete ushahidi, lete aya, lete ushahidi, lete aya. Sasa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana kwamba anatusimanga kisailensa kwamba nyinyi wakati mnaendelea kutafutiana ushahidi huko, kazi hiyo hivi sasa inafanywa na mimea. Sallallahu alaihi Muhammad, nyinyi si mnatafuta ushahidi kwamba aliyoko kaburini ananufaika na kile kinachofanywa na mtu aliyekuwa hai? Endeleeni na malumbano. Kuna miti, kuna mimea, kuna mazingira inafanya kazi hiyo, na hawana muda, haina muda wa kwenda mahakamani. Hili tunalipata wapi? Tunalipata katika hadithi. Thabata alhadithu fi sahihaini, imethibiti hadithi katika sahihi mbili, Bukhari na Muslim, anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam marra biqabraini, Mtume rehma za Mwenyezi Mungu juu yake na amani aliyapitia makaburi mawili akiwa yeye na masahaba wake ambao wameongozana nao siku hiyo. Alipoyapitia yale makaburi mawili akapewa ilmu. Katika yale makaburi mawili kuna watu ambao wanaendelea kuadhibiwa, innahuma la yu'adhaban, wale waliozikwa ndani ya makaburi hayo wanaendelea kuadhibiwa. Wama yu'adhiban fi kabir, na hawakuwa wanaendelea kuadhibiwa kwa jambo kubwa, bali ni kwa mambo gani? Ahaduhuma kana la yastabiqu min al-bawl. Sallallahu alaihi Muhammad, mmoja kati ya wale waliozikwa katika yale makaburi alikuwa hajiepushi
na cheche za mkojo. Mmoja aliyekuwa anaendelea kuadhibiwa katika yale makaburi ilikuwa hajiepushi na cheche za mkojo. Anapokwenda kukojoa anapiga ukutani, anapiga kwenye jiwe, rasha na cheche za mkojo zinamwangukia katika mwili wake. Adhabu yake ambayo inaendelea mpaka hivi sasa, na sisi pia tukiwa katika hali kama hiyo tunaipata. Adhabu ilikuwa inaendelea kaburini every day. Wa amma al-akharu, na mtu mwingine ambaye alikuwa anaendelea kuadhibiwa, fakana yamshi bin namima, yeye alikuwa ni mbea, damu yake umbea, mwili wake ni umbea. Fatan, anamgombanisha imamu na maamuma, anamgombanisha mumin na mumin, anamgombanisha jirani na jirani, anavunja ndoa za watu kwa umbea. Kana yamshi bin namima, alikuwa naye kazi yake ni umbea. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaombea dua, lakini baada ya kuwaombea dua Mtume anatakiwa aondoke pale makaburini. Kitu gani ambacho kitakuwa mbadala wa kuwaombea dua wale watu pale ambapo Mtume ameondoka? Hili ndio jambo ambalo linatakiwa kukumbushana. Sayansi ya kiroho iliyojificha kwenye kuwaombea dua waumini walioko makaburini. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaamrisha liletwe kuti la mtende. Mtume akaamrisha liletwe kuti la mtende. Fashaqaha nisfaini, akalikata vipande viwili lile kuti la mtende. Alipolikata vipande viwili, fazara fi kulli qabrin minhuma, akaotesha, akapandikiza katika kila kaburi kipande kimoja cha lile kuti la mtende. Sallu ala Muhammad. Kuti la mtende Mtume analipandikiza katika kaburi. Akaulizwa na masahaba, logic ya kufanya hivi ni kitu gani? Mtume akasema, haya makuti mawili haya yanaendelea kuwaombea dua walioko makaburini. Sallu ala Muhammad. Haya matawi mawili ya mtende yanaendelea kuwaombea dua walioko makaburini, malami basa, muda wa kuwa hayajanyauka. Sasa Mtume katoa mfano wa tawi la mtende, kuti la mtende, lakini sisi watu wa Dodoma ile miti iliyoko makaburini. Na ndio maana hatutakiwi kuikata, tunatakiwa tuweke mazingira mazuri. Tunapokwenda kuwazuru ndugu zetu tusikutane na viumbe wengine wanaotambaa, wadudu wakali, lakini ile miti ibakie kwa falsafa hii kwamba sisi wakati tunalumbana, Qur'ani haimfiki maiti, Qur'ani inamfika maiti. Kuna miti ambayo yenyewe usiku na mchana inaendelea kumuombea dua aliyoko kaburini na thawabu zinakwenda. Sallallahu alaihi Muhammad. Imam al-Qurtubi, mzungu huyu kutoka nchi ya Spain kule Kurtuba, ameandika kitabu kinachoitwa At-Tadhkiratu fi Ahwali al-Mauta wal-Akhirah, ukumbusho katika hali mbalimbali za mauti na mambo ya akhira. Akatoa challenge Imam al-Qurtubi ambaye ni mmoja kati ya mabingwa wakubwa wa kutafsiri Qur'ani, yeye Qurtubi na Imam Tabari. Kwenye hadithi tuna Bukhari, tuna Muslim, na huku tuna Qurtubi, tuna Tabari, afa nakuja wengine. Qurtubi anasema wale watu wanaoendelea kupigania Qur'ani thawabu wazimfiki maiti, Qur'ani thawabu wazimfiki maiti ukimsomea. Anatoa challenge, hivi kuti la mtende na Qur'ani, wewe Muislamu wa Dodoma, kuti la mtende na Qur'ani, kipi kilichokuwa kitukufu mbele ya Mwenyezi Mungu? Waislamu, Imam al-Qurtubi anatuuliza,
koti la mtende na Qur'ani iliyoshushwa katika shahru Ramadhan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayinatin min alhuda walfurqan, maana yake Qur'ani ni bora kuliko koti la nini, la mtende. Yani anatupiga mawe. Imam al-Qurtubi anawasuta wale ambao wanaong'ang'ania hoja kwamba ukimsomea Qur'ani maiti haimfiki. Ikiwa koti la mtende lina nafasi ya kumwombea dua aliyoko kaburini na aliyoko kaburini, na ule msamaha unafanya kazi mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Vipi Qur'an? Kwamba mtu akishakufa ile sifa ya kuwa muumini ina expire? Hapana. Wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lilmu'minin, kama tulivyoona katika hadithi ya kwanza Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, man istaghfara lilmu'minina walmu'minat, mwenye kuwaombea msamaha waumini wanamume na waumini wanawake, maana yake waliokuwa hai na waliokufa, Mungu anampa malipo yale. Sasa hapa Imam Qurtubi anawajibu na anavunja mjadala katika kitabu chake cha Tadhkiratu fi ahwali al-maut wal akhirah, kwamba tuwezi tukalumbana kwamba Qur'ani thawabu hawa wanasema zinafika, hawa wanasema hazifiki. Lakini ona shetani anapotuchezea baadhi ya watu. Tunakubaliana kwamba mwanadamu akifa matendo yake yote yamekatika isipokuwa mambo matatu: mtoto mwema anaoendelea kumwombea dua, elimu yenye manufaa, au sadaka jaria, au sadaka endelevu. Unamkuta mtu anatuzuia sisi tusimsomee Qur'ani ndugu yetu aliyotangulia mbele ya haki, anakwambia thawabu hazimfiki. Lakini anakwambia ukitaka ufanye jambo la maana, kanunue loli la kokoto upeleke Masjid Gaddafi pale wanajenga, kanunue mfuko wa simenti peleka Masjid Gaddafi pale wanajenga. Sasa unatakiwa ujiulize, hivi Qur'ani na loli la kokoto na kokoto, Qur'ani na mfuko wa simenti, kipi kilichokuwa bora? Swala la Muhammad. Yani thawabu za Qur'ani hazina uwezo wa kumfika maiti aliyokuwa ndani ya kaburi, lakini kokoto ya Dodoma na simenti ya Dodoma ukiitoa thawabu zake zinakwenda. Hii inaitwa talbisi iblis. Swala la Muhammad. Yani kokoto tena wakati mwingine unaichimba huko. Mtu huyu anakukataza kumsomea Qur'ani maiti, anakwambia Qur'ani bana thawabu hazimfiki, mtolee simenti, mtolee kokoto, mjengee kitu kadha. Sasa haiwezekani kwa kitu kikawa ni bora kushinda Qur'ani. Qur'ani ambayo Abdullah ibn Baz katika mlango huu katembea sana. Hawa na wachuoni hawa ambao tunasema kama vile wanawachuoni katika upande wao, Abdullah ibn Abdul Aziz bin Baz, Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen, na hadithi hizi ninazosoma hapa amezisaisha Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani, huwa hawanukuu yale maneno yote, wananukuu vile vibaadhi vya shubha, vitu vya utata, ndio wanavileta mbele ya macho ya Waislamu. Lakini yale maneno yenyewe ya msingi waliozungumza hawa mashekhe hawayasemi, yaktumuna ilmu, wanaficha ilmu. Sasa Sheikh Abdullah ibn Abdul Aziz bin Baz anasema mtu mmoja anaposoma dua, anapowaombea msamaha walioko makaburini, sawa sawa akamwombea mmoja, kikundi cha watu 1000, kikundi cha watu kisichokuwa na idadi, muda wa kuwa wale watu wana sifa ya imani, ni waumini, basi ule msamaha unapokelewa na Mwenyezi Mungu, na kama ile dua inakubalika mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, khulasatul qawl,
Sayansi ya kuwaombea dua walioko makaburini ni jambo limejificha sana, na watu wengi tumeingia katika hadaa ya kutoendelea kuwafanzia dua ndugu zetu, baba zetu. Unaweza ukakuta nyumba moja watoto wamegawanyika vipande viwili, hawa wanawaombea dua wazazi, hawa wanaendelea kucheza drafti. Huyo Ibn Taymiyyah hawasemi maneno yao, lakini miaka hii ya karibuni, siku hizi za mitandao, masufi wameamua, hebu kwanza ngoja tusome. Tumekuja kuthibitisha kwamba Ibn Taymiyyah alisomewa khitma ngapi Sheikh Mustafa? 1000. Huyo Ibn Taymiyyah ambaye ni mwanawachuoni tunayemkubali sisi, na wao ndio kama shekhe wao mkubwa, alipokufa wanafunzi wake wameshindana kumsomea khitma. Khitma ukisikia maana yake nini? Sio gazeti la Mwananchi wala Nipashe. Khitma maana yake nini? Qur'ani, swala la Muhammad. Kwa maana hiyo wanafunzi wake hawakumuelewa shekhe wao, wamefeli. Kama vile baadhi ya ndugu zetu ambao hawapendi utaratibu huu, sahaba mtukufu Amr bin al-As ameacha maneno yaliyokuwa sahihi, yamethibiti katika vitabu sahihi, kuyatia udhaifu wanashindwa, yamesimama pale pale, lakini yanawakera. Matokeo yake wanamtia doa sahaba. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Sahaba Amr bin al-As, ukichukua kitabu Riyadhus Salihin, hiki kitabu chetu, katika mlango wa kuwaombea dua wafu, Amr ibn al-As alitoa usia. Alisema fima maanahu idha mittu, pale nitakapokufa, wadafantumuni, namkanizika kaburini, faaqimu haula qabri, simameni pembezoni wa kabri langu, qadra ma tunharu aljazur wa yuqassamu lahmuha, kiasi cha kuchinjwa ngamia na igawanywe nyama yake. Yani msimame muda ambao anaweza akachinjwa ngamia au nyama, mbuzi, kondoo, na nyama yake igawanywe. Hivi watu wasimame kwa ajili ya nini? Wamwombee dua sallallahu alaihi Muhammad. Wasimame kwa ajili ya nini? Wamsomee Qur'an. Faaqimu haula qabri, hadithi ipo katika Riyadhus Salihin. Sasa mashekhe fulani walipokuwa na tafsiri hadithi ya bwana huyu Amr ibn al-As, ameteleza kwa kutoa usia hivi. Sheikh Mustafa, mashekhe wakubwa yani wanamtia doa Amr ibn al-As, sahaba, tena sahaba mkubwa, kana kwamba hakumuelewa Mtume, kisa tu kaacha usia kwamba mimi nikifa simameni pembezoni mwa nini? Makaburi langu, kiasi cha kuchinjwa ngamia na igawanywe nyama yangu, ili nipate kuwarejea, kuwajibu wale wajumbe wa Mwenyezi Mungu ambao wamelejea kaburini. Sisi masufi tumewakuta baba zetu, babu zetu wanafanya utaratibu ule. Wamekuja hawa watu wa mahakamani, lete ushahidi twende mahakamani, wametuvunja, tukizika na sisi tumekuwa kama wao. Kikibakia kikundi pale, basi ni cha imamu, ni watu wawili watatu ndio wanaozunguka kaburi. Kumbe ni sunna ambayo kaizungumza sahaba Amr ibn al-As, na maana yake kathibitisha maneno ya bwana Mtume Muhammad sallallahu, hakuwa anamzulia. Hii kuonesha sayansi iliyojificha katika swala zima la kuwaombea ndugu zetu waliotangulia mbele ya haki. Mwenyezi Mungu atupe taufiki ya kujenga utamaduni sisi Waislamu, na hususan wazazi, ili kuwaambukiza watoto wetu waweze na wao kudumisha utamaduni huu, kuwaombea wale ambao waliotangulia katika imani, kuwafanyia istighfar, kuwafanyia dua, kuwasomea Qur'ani,
Sisi tumeishi Libya na kaka yangu Mustafa. Pale Libya kuna watu wa kawaida wakifa, basi watu wa mitaani huko wanasoma soma, lakini anapokufa shekhe mkubwa, basi wanafunzi walikuwa wanakuja kuchukuliwa pale chuoni kwetu, kulia dawa. Yanakuja magari Costa, wanafunzi mnachukuliwa wa nchi mbalimbali, mnakwenda kusoma Qur'ani kwa shekhe, kwa mtu mzito sallallahu alaihi Muhammad. Mnapiga Qur'ani huko. Hasa unakaa unajiuliza, hawa ndio maprofesa wa Uislamu, ndio mabingwa waliogobea. Hivi dini hawaijui? Hivi dini hawaijui hawa? Na sio hapa, na hata huko Mamlakatul Arabia Saudia, akifa mtu limewekwa hema, tena lile hema kama la harusi. Watu pale wanafanya kazi ya usomaji wa Qur'an. Hivi hawaijui? Leo atokea Ndengeleko wa Rufiji anakuja kuwazuia watu Qur'an bana ifiki bana hivi inaenda. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Aqulu qawli hadha wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.